Dunia leo hii inaadhimisha siku ya wafanyakazi duniani, ambapo chimbuko lake linajulikana kama siku ya kitaifa ya wafanyakazi. Mizizi yake ni katika mapambano ya wafanyakazi katika karne ya 19 huko nchini Marekani, hasa kuhusu hitajio la kufanya kazi kwa saa 8 tu kwa siku. Katika kilele cha kuadhimisha siku hiyo, kwa upande wa Zanzibar, kimefanyika katika viwanja vya maonyesho ya kilimo Kizimbani, wilaya ya Magharibi A, mkoa wa Mjini Magharibi. Katika maadhimisho hayo, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi ndiye alikuwa mgeni rasmi, ambapo ametangaza ongezeko la kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000 kwa mwezi, huku akihitimisha hotuba yake kwa kutoa wito kwa vyama vya wafanyakazi. Serikali itaendelea kufanya tathmini ya mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa maslahi ya watumishi yanaendana na hali halisi ya uchumi na mahitaji ya wananchi. Aidha, katika kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira hasa kwa vijana, serikali katika mwaka huu mpya wa fedha imetenga nafasi za ajira 7,500 pamoja na kuimarisha stahili nyingine za watumishi. Kwa hivyo sio kima cha chini tu, kutakuwa kuna nyongeza za mishahara kwa ngazi zote kama zitakapotangazwa baadaye kwa mujibu ya miongozo ya utumishi wa umma. Nimefarijika sana kukutana na kupokea taarifa ya vikao vilivyofanyika vya wadau wa utatu wa masuala ya kazi, yaani serikali, ZATUK na ZANEMA, katika kutatua changamoto za masuala ya kazi kwenye kikao nilichokifanya na viongozi wenu kilichofanyika Ikulu tarehe 22 Aprili mwaka huu. Nawapongeza kwa kuendelea kukutana kila robo mwaka, kupokea, kujadili na kutatua changamoto za mambo ya kazi.
Nimefurahi kujulishwa kwamba changamoto 24 kati ya 29 zimechukuliwa hatua. Kwa hakika hii ni hatua ya kujipongeza katika kuimarisha haki na maslahi ya wafanyakazi katika dhana ya ushirikiano wa utatu. Nawapongeza sana Wizara ya Kazi, ZATUK, ZANEMA na wadau wote husika kwa juhudi zenu za dhati za kuzipatia ufumbuzi changamoto za wafanyakazi na waajiri. Napenda kutumia fursa hii kuwaarifu kwamba serikali imeamua kuongeza kima cha chini cha mishahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000. Sasa utekelezaji wa uamuzi huu utaanza katika kota ya 3 ya mwaka mpya wa fedha. Ongezeko hili limezingatia hali ya uchumi wa nchi, gharama za maisha, pamoja na umuhimu wa kuwapa motisha wafanyakazi ili waendelee kutekeleza majukumu yao kwa bidii na uadilifu. Aidha, uamuzi huu unaenda sambamba na dhamira ya serikali ya kuboresha mazingira ya kazi na kuhakikisha kuwa watumishi wanapata stahili zao kwa wakati. Natoa wito kwa watumishi wote kuendelea kufanya kazi kwa juhudi, nidhamu na uzalendo ili kuleta maendeleo endelevu kwa Zanzibar. Waziri wa Kazi na Uwekezaji Sharif Ali Sharif akasema, siku hizi hawa tulikuwa tuna hofu kila wakisimama hapa tunaogopa watasema nini, lakini ninachofurahia ni kwamba tumeanzisha kitu kinaitwa partnership, yaani social partnership. Ni marafiki wakubwa sana, tunakaa kila kota, tunazungumza matatizo yaliyopo, yanatafutiwa ufumbuzi, na kwa kweli niseme kitu kimoja, maelekezo ambayo ameyatoa Mheshimiwa Rais yameleta ufanisi mkubwa sana. Tumpe hongera na pongezi nyingi sana. Hapa Katibu Mkuu wa ZATUK Khamis Mwinyi Mohamed akatoa ombi kwa Rais katika nyongeza ya mshahara ziguswe na sekta binafsi. Ongeza mishahara ya serikali, wenzetu wa sekta binafsi huwa wanasahauliwa na wakati mazingira yao na yetu ni sawa. Kwa hiyo tunaomba kwamba marekebisho yoyote ambayo utayapendekeza Mheshimiwa Rais yawaguse watu wa sekta binafsi. Zanzibar ni miongoni mwa nchi ambazo mpango wake wa mishahara inawagusa sekta binafsi, sekta isiyo rasmi na mpaka vibarua. Tunaipongeza sana serikali. Yule kibarua anayojenga katika nyumba yako pia serikali inamwekea utaratibu. Haya, asante. Hii ni Chuom TV. Usisahau kusubscribe, share, like na kucomment. Ulikuwa nami, langu jina ni Abbas bin Juma.